Habari mwana Azam FC na hujambo? Karibu tena katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV, kipindi kinachokuletea burudani kamili ya mchezo wa soka. Hapa utapata taarifa zote muhimu, matukio ya ndani pamoja na nje ya uwanja, bila kusahau mahojiano pamoja na mengine mengi yanayohusu timu yako pendwa ya Azam FC. Hivyo mwana Azam FC, usiondoke kando ya runinga yako. Endelea kutazama channel nambari 1 ya michezo Tanzania, Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Azam. Mambo ni aje mwana? Kama kawaida. Uko fresh? Niko fresh kabisa. Mfturu? Mfturu nimeshiba. Hivi jina lako kamili unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Zidane Ali Sereri. Zidane Ali Sereri. Ndio. Na Zidane ni jina lako kabisa? Jina langu kabisa uhalisia. Ino jina ambalo liko kwenye vitabu vyote? Hiyo mpaka kwenye passport. Kabisa? Kabisa. Na kwa nini ikawa Zidane? Sio labda Jafari Ali nani ikawa Zidane? Naweza nikasema Zidane originated na jina langu naweza nikasema limechukuliwa kwa mchezaji ngweji wa soka la duniani. Zidane Zizou, mchezaji wa Ufaransa, mchezaji wa zamani wa Real Madrid, Juventus. Na mzee wangu ndo alinipa jina hili, na ukiangalia namshukuru pia babangu kwa sababu sikujua alifikiria nini, lakini alikuwa ni mtu wa mpira na niliwahi kumuuliza kwa sababu alikuwa mshabiki mkubwa sana Zidane. Na before mimi alizaliwa kakaangu. Kwa hiyo niliwahi kumuuliza kwa nini jina la Zidane hujampa kakaangu kanipa mimi, kuna nini hapo? Nini katikati? Sijajua kwa sababu mzee alikuwa anapenda sana mpira. Akaniambia bana, mimi nilikuwa namshabikia sana Zidane. Na katika ndoto yake pia alikuwa anatamani, kwa sababu babangu alikuwa anacheza mpira. Kwa hiyo alikuwa anatamani mtoto atamzaa mmoja wapo ahisi kipaji chake. Kuna kipindi alicheza mpira kufika level kubwa, lakini akastop, akaacha, akaingia kwenye mambo ya biashara. Kwa hiyo nadhani katika kitu ambacho malengo yake alijiwekea, siku moja watoto wake basi mmoja wapo risk kipaji chake, au kama ni wawili watatu atabahatika risk kipaji chake. Na nilipozaliwa mimi ndipo akaamua kuniita Zidane. Kwa hiyo ni jina kubwa ambalo nilibeba, na unabeba hazina kubwa sana. Kila mtu akiangalia Zidane anaamini kwamba labda ni jina la utani, kwa kuwa labda kuna mchezaji mkubwa duniani Zidane. Kwa watu wengi waamini kama jina la ukweli kwa sababu nacheza mpira. Lakini mzee wangu aliamini kwenye kipaji changu, na aliamini kwenye jina hili lazima ilekata matunda baadaye. Hivi na wakati anakupa jina la Zidane alikuwa gani anaamini utakuja kuwa mcheza mpira? Yaani unapoweka imani, na siku zote Mwenyezi Mungu anasema ukiwa na imani unafanikiwa. Imani kwa kitu chochote, mimi nakuwa na imani kwamba siku moja nitakuwa daktari, siku moja nitakuwa mchezaji. Kwa ile imani nilionayo ndio inakufanikisha kwa jambo fulani, unaweza kulifanikiwa. Kwa hiyo mzee wangu alikuwa na imani kwamba huyu nataka aje kuwa mchezaji mpira. Nampa jina hili ili kuwa aje mchezaji. Unajua kuna kauli anasemaga Waswahili anasema jina la umba. Jina la umba jina la umba. Kwa hiyo unaweza kumpa jina fulani kweli mtoto kama vile kutokana na jina lake. Kwa hiyo mzazi alimpa jina akiwa na malengo, huyu nataka siku moja aje kuwa mchezaji mpira. Kwa hiyo isingoleta maana hata siku mwenyewe binafsi nikasema ndio naitwa Zidane. Afu ucheze mpira. Afu baadaye nakuja kwa daktari. Kwa hiyo jina aliumba. Sababu mimi kipindi nasoma shule kuna mtu alikuwa anaitwa Ronaldo. Nikiwa yeye alikuwa nadhani madarasa ya chini form 2 nadhani alikuwa anaitwa Ronaldo, lakini huyo alikuwa anacheza mpira anaimba. Na anaitwa Ronaldo. Anaitwa Ronaldo. Kwa hiyo jina lake haliendana na uhalisia wa kipaji alichonacho. Kwa hata kuiti kwake alikuwa aliiti sana kwa sababu ya yani jina amebeba jina kubwa, lakini mkubwa, lakini halibebi uhalisia. Kwa hiyo naamini mzazi, mimi binafsi nikaja mzazi kaniita Zidane. Na mimi nimekuwa ile jina limeumba, napenda mpira. Kwa hiyo siku nikaenda masomo na mpira, lakini baadaye nikasema mzazi wangu bana siwezi kuja kumangusha. Okay. Na mzee alipokuja kuona tayari umeshaingia unacheza mpira akasema jina langu limeendana na kile. Yeah, of course, yani nadhani mzee katika watu wanajivunia sana binafsi ni babangu, kwa sababu yeye ni katoka tu ambao alikuwa ananisupport. Yani katika watu ambao walikuwa hatamani hata siku moja Yesu nije kuwa mtu aina yake, anatamani siku moja nicheze mpira. Kwa hiyo ni mtu alikuwa anasupport toka nikiwa mdogo, na
na mimi kwamba hajawahi kunishuhudia kipindi cha utoto, maana alikuwa nasikia tu hivi, naenda mtaani, naenda namwaga na mpira. Alikuwa kuja kunishuhudia katika viwanja vya mpira mwanzoni nikiwa mtoto, lakini alikuwa ananifuatilia na hisi alikuwa anaiba kisiri, ila alikuwa ananitia sana moyo. Kwa hata nikiwa nasoma, kwa sababu nilikuwa sijasoma sekondari, sijasomea nyumbani, nilifaulia Mtwara. Kila siku alikuwa ananipigia baba, cha kwanza anakuuliza mpira. Baba, unajua mzazi cha kwanza unategemea mzazi atakuuliza masomo yanaendaje, shule vipi huko, shule vipi, ila cha kwanza mzazi anakuambia nikimpigia bana kumsalimia mzee, cha kwanza mazoezi unafanya. Hicho ndo cha kwanza. Acha utani. Kabisa. Yaani hicho ndo kwanza. Mazoezi unafanya? Ndio baba nafanya. Mechi unacheza? Unafunga? Hapo ndo furaha yake. Hapo ameridhika. Hapo mimi sasa ndo atagoja masomo sio nini. Yeye ndo mengine kwake yani ziada. Kikubwa ambacho kilishangaza pia, mimi nilimaliza darasa 7 nikapangiwa sekondari Mtwara. Shule moja inaitwa Mtwara Technical Secondary School, shule ya ufundi ambazo Tanzania sasa hivi ziko 7 nadhani. Nilipata bahati. Babangu ndo alinipeleka. Ni mbali of course, kutoka Kondoa mpaka Mtwara. Mbali sana shule ya ufundi. Kwa hiyo aliponipeleka bwana, mzazi wangu kitendo cha kunifika shuleni paka nikabidhi ofisini. Walimu walimshangaa kwanza. Cha kwanza mzazi anapomleta mwanae shuleni huwa anagusia sana mambo ya academy issues. Kwamba mwanangu nimemleta, mambo walimu mkazanini asome, asitoroke labda, sio na mambo ajabu. Cha kwanza alifika pale akauliza walimu, kuna uwanja wa mpira? Acha utani. Cha kwanza aliuliza ni walimu, kuna uwanja wa mpira? Walimu wakashangaa. Mzazi tunategemea wazazi wanaleta wanafunzi wao hapa, labda anaanza kugusia bwana mwanangu asome, akazani kusoma, afanyaje? Asoma kwa vipi na kwaje? Cha kwanza aliulizia uwanja wa mpira. Kuna timu ya shule? Swala pili aliuliza, timu ya shule ipo? Bwana mwanangu anacheza mpira huyu. Nataka anafanya mazoezi nini na timu ya shule acheze. Tukashangaa kwanza walimu. Mzazi vipi huyu? Mbona zaka anakujaga anaulizia masomo yako nikaulizia uwanja? Nikaulizia uwanja. Kwa yani focus yake kubwa mzazi. Babangu alikuwa anapenda sana nicheze mpira. Kwa hiyo hata aliponipeleka shule alikuwa anataka kwamba nikifika shule kuna uwanja, nipate muda wa kufanya mazoezi, nipate muda wa kucheza. Kwa aliondoka pale mashallah, aliniacha siku ile. Lakini baada ya kuhakikisha kwamba kuna uwanja wa mpira, kunafanya kuna timu ya shule, timu inacheza michezo kwa vizuri, hapo sawa. Kaniacha akaondoka. Kwa ile jina la Zidane kwa la historia kubwa sana kwangu, yani ni hazina kubwa sana nimeibeba. Unajua nibeba uzito mkubwa ambao binafsi nashindana na jina ambalo nilikuwa nalo. Kama ahadi ya baba ambalo sihitaji kuhurizika, sihitaji kubweteka, kumwangusha, na mimi nitapambana kwa kadri ya uwezo wangu. Safi sana. Paka ambapo sasa binafsi hivi anajivunia, yani ni mtu ambaye anajivunia kwa sababu yeye alicheza mpira akafika level fulani akastop. Asa mimi nimekuja kuiendeleza ama nifika level kubwa zaidi ya aje kufika. Wewe nadhani akiwa kwenye TV akaangalia hivi, ana kijana wangu yule anajivunia sana. Kwa hiyo naamini yani mmoja watu ambao anajivunia yani kwa kipaji changu ni babangu, na jina alonipa ni binafsi. Kwanza limenipa ukubwa kwa sababu mtu akizidani mtu anaanza kushangaa Zidane yupi, namfuatilia Zidane. Kwa yani la kuwa ni jina ambalo umelibeba, kwanza mwenyewe unashindana na jina lako. Yani ukijiangusha maana umejiangusha sababu jina kubwa. Kwa hiyo binafsi nashukuru pia mzee wangu, namshukuru sana kwa sababu jina limenipa la push lenyewe kwenye kile ambacho nakiendea. Ni sina cha kumshukuru zaidi kwa kufanya zaidi na kumpa furaha kila siku yeye binafsi akiwa anajivunia yeye, mimi nasikia raha sana. Safi sana. Kuna muda ukilifikiria jina lako kumbe uaga la kusumbua kidogo la nisumbua sababu unajua unabeba jina lenye uzito, maana kubwa sana. Kwa hiyo kuna muda hadi mwenyewe binafsi moyoni unasema hapa kweli na kazi. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho unashindana na jina lako. Kabla hujashindana competition ya uwanjani, jina lenyewe la kupa challenge. Kwa hiyo ni kitu ambacho namshukuru sana mzee wangu, lanipa challenge sana kushindana uwanjani. Okay. Shule ya ufundi ulienda kufanya nini? Ulienda kusomea ufundi gani? Zini technical school ambazo yani tuseme kwa Tanzania ziko 7. Sijajua kama sasa hivi zimeongezeka. Ni shule ambayo unapata bahati, yani kwa sababu ukifaulu darasa 7 wewe umefaulu kwenye ufaulu mkubwa sana, ambao katika ufaulu wa hesabu huwa vizuri, ufaulu wa sayansi vizuri, kwa sababu za shule ni unaenda kusoma masomo ya ufundi. Yani unakuwa kuna masomo ya ufundi na masomo ya kawaida. Mimi nilisoma ufundi wa civil engineering.
Kwa sababu tukiwa form 1 unasoma fundi wote, unasoma electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering. Ukimaliza form 2 nadhani sasa unajigawa kuanzia form 2. Sasa hapo unaingia kama ni civil engineering, mnagawa kimadarasa ya ufundi, civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering. Lakini katika civil engineering yenyewe yanagawanyika katika masomo matatu. Kuna mambo ya uchoraji, kuna mambo ya carpentry, kuna mambo ya nini. Kwa hiyo kuna mambo makubwa sana katika mambo ya civil engineering, hususan mambo ya ujenzi, mambo ya kuranda mbao na nini, michora ramani. Ila katika secondary level unasoma partial. Hiyo unajifunza vitu vingi. Ila ukimaliza form 4 unaweza kaingia kwenye vyuo vya ufundi na wapi unakuwa na elimu kubwa sana ya ufundi. Lakini masomo mengine pia unasoma kama kawaida. Sayansi unachukua kwa sababu pale kuingia unachukua ufundi sayansi. Bado tuko na Zidane, kwa kuna mengi ya kuyafahamu kutoka kwake. Tunaenda break then tunarudi, so usiondoke, usiguse remote. Ulimaliza ukafanikiwa kupata certificate yako? Sio certificate tu. Nimaliza form 4 of course, nilikuwa na division 1 ya point 17. Faulu mzuri, ila nilichagua kwenda advanced level. Nikapangiwa 5 na 6 katika mkondo wa PCB ambao nilisoma Kongwa Secondary School ambayo iko Dodoma. Kongwa si Dodoma? Dodoma, wilaya Kongwa, kama ndampo hapo. Ndio nilipangiwa shule pale. Okay. Kwa umemaliza fresh? Alimaliza fresh, sasa kumaliza pale ndo nikaingia kwa mambo mengine. Zidane katoka kwenye familia ya aina gani? Mimi nimetoka kwenye familia ya kawaida, ya familia ya watoto 4 ambao mimi nikiwa mtoto wa 3. Wa kwanza ni dada yangu, wa pili kaka yangu, wa 3 ndo mimi na mwisho mdogo wangu ambaye sasa hivi ndio yuko form 2. Okay. Yeah. Sasa form 3 sasa hivi, form 3. Yuko form 3? Form 3. 2026. Yes, form 3. Bado mwaka mmoja anaingia 4. 4 bwana yamalize. Inshallah. Ndoto za Zidane za mpira zilianzia wapi? Ndoto mimi binafsi toka nikiwa mdogo, toka nikiwa nacheza nilikuwa siku zote nilikuwa na ndoto ya siku moja niwe mchezaji. Na hata nikiwa mashuleni kote nilikuwa nacheza mpira, kuanzia shule ya msingi, sekondari, zote nilikuwa napata vyeti vya mchezo. Lakini siku zote nikilala ndoto yangu kubwa ilikuwa ni mpira. Kweli nilikuwa nafanya vizuri shuleni, nilikuwa nafanya vizuri sana shuleni. Hata nilipomaliza darasa la 7 shule ya msingi Mpalangu iko Ndoa, nikapangiwa shule ya Kipaji. Kwa hiyo nilikuwa nafanya vizuri mpaka nikafaulu nje ya wilayani. Nilikuwa nafanya vizuri, lakini kwa binafsi nilikuwa nasoma vizuri na nafaulu, lakini kuna kitu moyoni kinanijia ndoto yangu ilikuwa ni kwenye mpira. Japo unajua ukiwa unasoma kuna sometimes zinakuja ndoto unataka kuwa daktari, unataka sini engineer, sio mfanyaji. Lakini ndoto ya kuwa mpira ilikuwa initoki kichwani. Yaani kwa bado akili nasema na kitu na hichi kipaji changu bado yaani naona kama kitu sijakitimiza. Kwa hata ningekuwa daktari bado ningekuwa na deni kubwa sana. Ni siku moja baada ya kumaliza form 6 nilikuwa tuko nyumbani tunajiandaa na process za chuo. Ikapita timu moja hivi ya Mbeya City. Mbeya City, hii unaiona Mbeya City. Walikuwa wametoka kucheza FA mwaka 2020. Walikuwa wametoka FA kucheza na Polisi Tanzania. Wametoka kucheza mechi ilikuwa Moshi. Sasa kipindi kutoka kucheza Moshi, viongozi wa Kondoa wakaona hapa kuja kucheza yani hatujai kuona mtoto mmoja. Viongozi wa Kondoa wakasema hajai kuja hata timu ya ligi kuu kufanya mazoezi. Tunaziona timu za ligi kuu kwenye TV. Tunaziona timu za ligi kuu huko wapi? Hatujai kuona siku moja timu ya ligi kuu je Kondoa icheze hata mechi na vijana wetu, wapate fursa na wenyewe wajionee. Kwa wakaona kwamba hii ndio fursa, kwa sababu Mbeya City kutoka Moshi inarudi Mbeya, maana inapitia njia ya Babati, Arusha, Kondoa. Kana sasa hii njia hii kwa nini tusiombe mechi hawa? Kwa nini tujichange bwana, ila mafuta hii hapa tujichange viongozi. Of course kulikuwa na organization pale, kuna sponsor kapatikana Machame wale, ule mmiliki wa Machame kuweka kapatikana baadhi ya viongozi wa wilaya, kuna kitu kikubwa hii tukiorganize itafanikiwa hichi. Na kweli bwana kaongea na viongozi wa Mbeya City bwana, tunaomba mpitie na vijana wetu tufanye kama kamechi ka kirafiki, ni sehemu pia kuburudisha jamii. Bwana kweli wakakubali. Kipindi Mbeya City iko chini ya kocha Amri Saidi. Amri Saidi. Kwa akakubaliwa pale, wakapita Kondoa. Sasa ikaja taarifa siku moja before bwana, tushaongea na Mbeya City wanapita siku fulani tutacheza nao mechi.
Kwa wakaorganize kwamba patikane mtu andaa timu combine ya wilaya. Kuwachukulia wachezaji hapa ikamilike timu tupige na game. Basi nikama katika timu ile chaguliwa na mimi nikawa mmoja ni kwa hiyo ni bahati. Kaambia babangu bwana tuna mechi na Mbesi. Akasema kweli tuna nafasi mwanangu hii, taidi pambana. Pressure lazima iwepo. Sasa watu ligi kuu unaona kwenye TV, pressure lazima iwepo. Kwa hiyo nashukuru Mungu wakapita hapa ile Kondoa. Siku ya mechi watu organize na bahati nzuri kitu ambacho pia kilisaidia kuwashawishi. Tulikuwa na kivutio cha Kondoa pale ile chemchemu yetu. Chemchemu ya maji. Chemchemu ya maji ni sehemu pia kivutio cha utalii ambayo kuna mawe pia kule yale. Ambayo chemchemu ni kitu kikubwa sana pale, ni sehemu watu wengi wazungu wanakuja kuangalia. Ni sehemu kivutio cha utalii, kwa ni rahisi pia kuwaleta pale kama na wao kufanya nao utalii kidogo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo moja hapo wenyewe kukubali kwamba sasa hapa tunapita na sehemu tunafanya utalii. Adventure kidogo afu tunaondoka. Kwa kweli akafanya utalii wao, baadaye wakaja uwanjani kupiga game. Ile mechi ilitangazwa sana kwa sababu pale kuna kituo cha kipindi kile kuna redio inaitwa Irangi FM. Ilikuwa nasikika sana vizuri kwa vijijini wapi, baada ya kufanya promo watu walijaa mno. Yaani uwanja ulijaa kwa sababu sidhani kama kuna siku kwamba Kondoa ilijaza uwanja kama siku ile. Sababu watu kisikia Mbeya City tunaona kwenye TV, Mbeya City tunaona. Watu wakasema hapana. Na haijakufika hata timu moja kipindi hiyo Kondoa ligi kuu. Hakuwahi. Ilifika Simba kipindi fulani lakini hawakucheza Kondoa, walienda kucheza Mrijo. Walipita tu. Walipita kwa organize, walienda kucheza Mrijo. Kiteto. Kwa lakini haijawahi kucheza. Ililala tu pale Kondoa mji lakini hakucheza mechi. Kwa sasa ile siku ndo kulikuwa sasa Mbeya City anakuja kucheza pale, kwa maana yake Kondoa nzima wanaamini leo tunaenda kuona mastaa ligi kuu, leo tunafanya mastaa. Of course tukaenda pale kucheza mechi na tukaorganize kikosi pale, tukana moyo, tukapeana moyo. Ile mechi tucheza vizuri na of course niliperform katika kiwango kikubwa sana. Tulifanikiwa kushinda, tuliwafunga Mbeya City. Tuliwachapa Mbeya City goli moja. Kwa baada ya mechi nilikuwa na performance nzuri sana. Baada ya pale nikapewa taarifa na kulikuwa na mzee wangu mmoja akaniambia bwana kocha Ambe Said amekupenda sana. Na alifanywa interview na Irangi FM akasema yule kijana alikuwa anacheza upande wa 11 kule amvaa jezi moja. Kimbia vizuri sana. Kwa hiyo of course pale ndo nikaona sasa mwanga. Nikajiuliza kumbe niko hapa nafanya nini? Kumbe naweza nikacheza na watu wa ligi kuu nikaperform. Kumbe mpira ni huu, tofauti tu ni level. Kwa sasa hapa unapata mentality kumbe hata huyu wa ligi kuu anaweza kufanya mistake. Kumbe naye anakakosea. Kumbe naweza nikamchukua, nikadrive, nikakimbia, nikafanya. Kwa hiyo baada pale Ambe Said aliniita, ulipofika hotelini nikakaa naye. Akanihoji sana, akaniambia kijana, nimependa unavyocheza na nimefurahi. Wewe malengo yako ni yapi? Nikamwambia bwana mimi kwa kweli malengo yangu mimi nataka nicheze mpira na mpira ndo ndoto yangu. Unasoma? Nikamwambia nimaliza form 6 niko najiandaa niende chuo. Akaniambia kwani usiende chuo afu baadaye kucheza mpira? Nilimjibu swali ambalo binafsi mwenyewe likamrudisha nyuma kwanza. Nikamwambia ni kweli naweza nikaenda chuo lakini mimi nataka kucheza mpira. Umri, nikamwambia mpira unakimbizana na umri. Ila naweza nikamaliza kari yangu ya mpira nikaja nikasoma inawezekana. Lakini sio nikamaliza shule na kaanza kutafuta mpira. Nikamwambia mpira unakimbizana. Akaniambia kijana una akili. Akaniambia kweli nimekupenda jinsi ulivyonijibu. Basi cha kufanya mimi nimekupenda. Ila kibaya zaidi akaniambia dirisha la usajili lishafungwa, dirisha dogo. Kwa nini ningekusajili moja kwa moja timu kubwa, lakini mimi nitakuchukua kama under 20. Nakupa namba yangu hapa, wewe jiandae kamisha masuala yako ya veti na nini. Nipigie simu, nikutumie nauli uje Mbeya. Lakini mimi nitakusajili kama under 20. Lakini wewe huwezi kufanya mazoezi na under 20, utakuwa unafanya mazoezi na senior. Kipindi hicho unafanya mazoezi na senior, itaangalia uwezekano kupachika timu senior. Kwa ile siku sikulala kwa kweli. Nilirudi nyumbani nikamwambia mzee, nikamwambia kwa sababu mama alikuwa mwanzo alikuwa yani alikuwa anapenda nisome nini kwa nani, unajua wazazi tena muda mwingine sister yangu pia alikuwa anataka hivyo. Lakini mama ule mzee wangu ulipompa taarifa sasa kuna mzee ambaye nilienda naye sasa hivi ni marehemu. Na Mungu lazima pema peponi. Kwa alivyo ule mzee nilivyoenda naye alikuwa pia ni mtu akanisupport kwa sababu alikuwa na timu zetu ya watoto pale Kondoa, ndo alikuwa kama tuseme kiongozi wetu. Basi tukawa tumerudi naye nyumbani, akamwambia mama mtoto wako mama hela hii. Asa pale mama sasa ndo kaanza kuamini kumbe inawezekana, kumbe nini kwa na mzee akafurahi pale na nini. Of course ile siku sikulala.
Sasa nikaamini furaha moja ya hatari. Hatari, nikaamini kwamba kumbe yani hichi kitu kinawezekana. Unajua sisi tukiwa madaraja ya chini tukiwa hivi tunaweza tunajiona kwamba hatuwezi, yani kuna muda unasema siwezi au nitafanikiwa. Na ndoto natamani lakini huna imani kama utakuja kufika level fulani. Lakini sasa ile nafasi kucheza na wale senior ilipa moyo, nikamwambia kumbe inawezekana, kumbe mpira huu, kumbe nikiongeza jitihada, kumbe naweza nikacheza ligi kuu, kacheza nao. Kwa sasa ile imani yangu ikawa kubwa, na sasa akili kafunguka, nikasema mimi nikupa nafanya nini? Unajua kuna muda nikajiuliza mimi hapa niko nafanya nini? Kama nimechelewa au kama mbona kama nini? Kwa niko na of course na sasa ndo muda time yangu kupush na mimi nisogee. Lakini baadaye kuna changamoto iliingia katikati. Ni mipango ya Mungu pia, mipango ya Mungu. Nilipata kama tuseme ni homa sijui ni nini, niliugua kidogo. Kwa ile ndoto ya kwenda tena Mbeya City ikakata. Mimi naamini kila ambacho kinashindikana kinaingia ugumu, mimi namwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndo anatupangia kwamba leo nakuandalia hapa, nitakufelisha hapa, kesho utakuwa hapa. Kikubwa tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kuliko kuanza kulalamika, kwa sababu mwisho siku naingia mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa mimi nilimwachia Mwenyezi Mungu, mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini leo alhamdulillah niko hapa. Safi sana. Lakini sidhani kama msaidia ananikumbuka. Lakini siku nikikutana naye nitakuja kumkumbusha. Nadhani atanikumbuka. Bwana safi sana. Kwa hii changamoto niliyopata ndio ivuke ambayo nisaidie mimi sasa nifike pale. Yaani nionyeshe umma kwamba sasa hapa nimeamua kwamba hata kama kesho nishukutwa, wale ambao walikuwa haamini kwamba naweza nikafika hapa, waamini kwamba kweli kijana amefanikiwa. Hata kama mtu labda alikuwa ananikatisha kwa tamaa, ananikatisha kwa mimi na prove wrong. Kwa sasa kwanza hapa niliinuka na nilipata support kwa wazazi 100%, kuanzia baba, mama, sisi wote. Japo baadhi ya ndugu ndo walikuwa na mushkeli kidogo, lakini nilipopata support ya 100% kwa wazazi, nikasema alhamdulillah, sababu ndo baraka zangu. Nikaanza mazoezi mdogo, nikaanza kukaa sawa fit. Mwezi amini siku hiyo nimeamka asubuhi saa 2 napokea simu ya mwenyekiti wa chama cha mpira cha Kondoa, anaitwa Msekela. Akanipigia simu asubuhi kabisa. Kaniambia, "Sidani uko wapi?" Nikamwambia niko nyumbani. "Mambo njoo ofisini hapa." Yeye alikuwa anafanya kazi ofisi ya mkuu wa wilaya. Alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha mpira lakini anafanya kazi ofisi ya mkuu wa wilaya. "Uko wapi?" Nikamwambia niko nyumbani hapa. "Njoo hapo ofisini." Haraka nikamwambia, "Baba, nimeitwa na Msekela." "Nani wewe?" "Mwenyekiti wa chama cha mpira." "Kuna nini tena?" Nikamwambia nikamsikilize. Basi nikaondoka. Nifika ofisini, nikamwambia nimefika, akatoka. Nikamwambia, "Kijana wangu mambo vipi? Safi, unaendelea fresh?" "Bwana, kuna mtu kanicheki hapo. Anaitwa Deni, Mohamed Adeni." Shtuka kwanza kidogo. "Nani?" "To nani?" Kape bwana huyu mimi simfahamu sana vizuri, tunakutana kwenye vikao nini, mambo yetu ya mpira. Yeye ongea naye atakufahamisha bwana, ananisumbua sana kwenye simu. Basi akampigia simu, "Bwana, niko na kijana hapa tayari." Nikanipa naongea naye, akaniambia, "Bwana, sidhani mambo vipi?" Nikamwambia, "Safi, shikamoo." Fresh. "Bwana, mimi naitwa Mohamed Adeni, mwenyekiti wa chama cha mpira cha Dodoma. Pia ni mjumbe kamati ya TFF na nini. Bwana, nimekufuatilia, nimesikia una uwezo na uko vizuri. Bwana, mimi napenda kuwasaidia sana vijana kwenye masuala ya mpira." Nikasema nashukuru sana. Nikarudi nyumbani na furaha sasa. Tena furaha, naambia mzazi pale, baba anasema aje mwana hapo ndo usiumwe tena. Furaha sasa hapo, ni furaha nyumbani, sababu ni kama Mwenyezi Mungu tuseme alikuwa amepanga. Nikarudi nikamsali, nikamwomba Mwenyezi Mungu, nikamwambia mzazi, bwana kuna 1 2 3. Nikakaa kama wiki 2 nikaendelea mazoezi, hakunitafuta. Siku kaja kanitafuta saa 4 usiku, anapigia simu. Unajua bwana, kwa kipindi kile saa 4 yani kushapoa. Watu wa mjini saa 4 ndo kumechangamka, sisi mawilayani huko saa 4 kwani saa 4 utashalala. Basi akanipigia simu, akaniambia, "Zidane, sasa sikia, kesho panda gari asubuhi sana Dodoma ufike hapo." "Kuna nini?" Akaniambia, "Kuna trial." Hajanitajia timu hapo. Kasema, "Mungu wangu, sababu mama sija kufanya trial yote. Niko nasikia tu watu wanafanya trial. Kwanza mara ya kwanza ndo unaisikia. Nasikia tu trial, sasa leo naenda kufanya trial. Bana asubuhi. Hapo sina nauli. Nakwambia hapo mzazi kimcheki hivi naye alikuwa mazingira magumu. Afu na Dodoma, ukiangalia ukipanda Costa pale lazima uweze kuwahi. Sababu Costa sometimes inatoka saa 12 zile, saa ngapi zile, uweze kuwahi. Kwa kama uwahi hiyo saa 2 kamili upande gari za Dar.
yani muombe Dar kushusha Dodoma. Sasa gaza Dar hazisimami zenyewe, zikitoka Kondoa kituo Dodoma, Morogoro, Dar. Kwa hiyo pale sasa upande gari za Dar es Salaam moja kwa moja bata kushusha Dodoma. Sasa ili uwahi saa 2 kamili. Hivi siku ulilala kweli wakati unajua kesho unasafiri? Kwanza umekaa unaangalia kesho tra. Unapataje usingizi? Nikasema mtihani. Nimeamka asubuhi. Weza mimi nimeamka saa 10:30. Kaamka nikaenda chooni, nikambeba mimi naondoka. Sasa nauli unafanya. Sababu nilishinda kumwambia nauli. Usiku saa 4 hata nikimwambia bana nauli vipi? Mzee nitumie nauli. Sasa hata kinitumia nauli maduka yashafungwa. Vibanda vya M-Pesa sio Tigo Pesa kipindi kile Kondoa saa 2 saa 1 vishafungwa. Tofauti na kipindi hichi ambacho sasa watu kushakuwa yani licha kukua ni sasa hivi mpaka saa 4 maendeleo yameshakuwa makubwa. Saa 4 saa 5 unaweza kukuta kibanda cha Tigo Pesa, M-Pesa ziko wazi. Kipindi kile saa 2 saa 3 tayari utashafunga maduka. Kwa nikasema hata nikimwambia sasa hivi nitumie nauli bado ndo anaenda feli. Akasema hapo kama mwana Mwenyezi Mungu niongoze. Kwa kweli nikamka asubuhi. Nimeondoka pale kwa Mungu tena. Unatamia mfukoni. Unatamia mfukoni. Acha utani. Wallahi nikaondoka pale nikaenda stendi. Na begi lako tu unatamia. Natamia. Hapana viatu tu na nguo zangu basi. Naomba sana. Nikatoka zangu pale stendi nikasema hapo kinachotokea alhamdulillah Mungu niongoze. Unajua Mungu bana naye mengi. Fika stendi Machamba tu sasa ilikuwa shift kuna mzee mmoja hivi. Alikuwa ni konda wa Machame ambazo zinatoka Kondoa Dar. Ile mzee bana alikuwa ni anatoka kijiji kimoja na babangu. Bana bahati nzuri ngamkuta. Bana mzee bana kamuelezea mimi na Dodoma kwenye majaribio fulani naomba nisaidia ila sina kitu chochote ananiambia. Kwa hiyo mwanangu usijali mwanangu. Kananiambia basi sawa. Kanipa tena VIP pale. Hiyo siti kama Mungu ilikuwa siti mbaki moja. Hiyo siti abiria anapandia Dodoma nikakata tiketi ya kuja Dar. Lakini yeye anapandia Dodoma. Kwa hiyo ilikuwa inatoka Kondoa Emte mpaka Dodoma. Afu pale VIP mbele pale. Ilikuwa ni God plan. Akaniambia basi kaa hapo kuna mtu anapandia Dodoma itakuwa rahisi. Sikuamini kwa kweli. Bado kuna mengi mazuri ya kusikia kutoka kwa Zidane. So muda sio rafiki. Kwa leo kuna mengi ya kuendelea kusikiza kutoka kwa Zidane kujifundisha. Muda sio rafiki. Kwa leo tunaishia hapa lakini tunaendelea. So make sure usikose episode inayofuata next week Jumanne saa 4 kamili. Bye bye.